ambao bado wanaogopa. Yaani nyumbani huko Tanzania kuna watu ambao wanaogopa kukaa majumbani kwao kwa sababu bado wanatekwa, bado wanaogopa mapolisi. Kuna watu ambao wamejeuliwa ambao wanaogopa kwenda hospitali kwa sababu hizo hapo za kishenzi. Mtu anaogopa kuuliwa huko au kufuatiliwa na mapolisi. Na pia kama tulivyoongelea mambo ya ushahidi, inawezekana pia wapo watu wengine ambao wana ushauri mzuri sana na mkali, lakini mtu anaogopa tu kuwa na nilii mitaani. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria haya mashirika kama Red Cross na Madaktari Bila Mipaka au UNHCR ni mashirika ambayo yana uzoefu wa kuweka makambi au makao katika nchi, ijapo kunahitajika msaada wa watu ambao wanaogopa au wamejeuliwa, hawezi kwenda kwa hospitali za kawaida au kwa namna yoyote ile ambayo hawezi kusaidiwa na serikali zao. Sasa mimi pendekezo langu au wazo langu lilikuwa ni hivi: kuna uwezekano wa contact hao watu wa mashirika hayo, kuongea nao, kusikia kama wanaweza kutoa msaada wowote katika Tanzania sasa hivi, kwa sababu najua kwamba officially sio wakimbizi kihivyo, lakini tuko wakimbizi sasa hivi si somehow, kwa sababu hakuna amani, hakuna uhuru. Hauwezi kwenda hospitali za kawaida kihivyo mpaka utilie mashaka, mpaka utilie uoga. Kwa hiyo tunahitaji msaada mkubwa kutoka kwa mashirika ambayo yana uzoefu wa mambo kama hayo. Kama ingewezekana tungejaribu kuwa contact tukasikia, kwa sababu sasa hivi hatujui mapolisi wataacha lini mambo ya kufuatilia watu. Hatujui wataacha lini mambo ya kuua watu. Yaani hatujui amani itakuja lini kwa ujumla. Kwa hiyo ningependa kupendekeza hili litu ili kuwasaidia watu, kwa sababu inauma sana yani kuona bado watu wanauliwa. Alafu kitu kingine sasa tulijadili hilo. Basi umemaliza, aingie na mwenzako hapo, maana hapa tumekaribia kufunga. Sawa. Dakika chache. Poa. Kingine cha mwisho nilitaka tu kukazia kwenye jambo la kujaza hizi form za Amnesty International. Basi tujitahidini kujaza. Pia kama tuna nafasi ya kuzishare kwenye Facebook au Instagram ingekuwa ni vizuri sana. Leo nimeliongelea hilo jambo tena leo. Alafu nikasema sisi ambao tunakaa nje ya Tanzania tuna pia uwezo wa kushare na wenzetu ambao sio wa Tanzania, kwa sababu sio lazima uwe Mtanzania ili kujaza hizo form. Kwa mfano juzi niliongea na Amnesty ya huku, ya kipengele cha huku ninapokaa, nikawasuggest kwamba wangeweka link kwenye page yao ili watu wao iwe rahisi kwao kwenda kujaza zile form kusaidia pia wale wanawataarifa watu kuhusu hizo form. Wakasema ni wazo zuri, watatengeneza link waweke kwenye page yao ya huku ili tusaidiwe, kwa sababu hili ni jukumu la kimataifa sasa. Yaani sio lazima uwe Mtanzania kujaza hizo form. Kwa dada Juno ipo link hiyo, kwa hiyo mnaweza mkaenda pale. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa yangu tu. Asante kwa nafasi Sama. Okay, asante sana. Karibu de. Karibu. De. Karibu. De, karibu. Ngoja nikutoe. Alafu habari za ile iliyoisha si nani yule Lioness sitaki kuzisikia hapa kwenye hii live yangu. Yaani anko Sama hizi habari zishie hapa. Atakayepanda hapa kwenye hii live akaongelea hizo, akianza tunamtandika nyundo. Sitaki kuzisikia kwa sababu yeye mwenyewe anakula block. Yeye mwenyewe kanipigia simu hapa anasema mimi naona aibu sirudi tena kwenye live kwa sasa hivi. Ananiambia yeye huyo ambaye wewe mtu unapanda hapo unalopoka maupuzi alafu mnamtetea na mnamtetea nani je, tembeza njugu wamemtetea yote wakifungua live zao aende huko kwenye live zao huko. Nani je, tembeza njugu, mimi sitaki urafiki, mimi kwisha. Yoyote ambaye hata kama nakujua, hata kama uko kwenye mpambano, rudi nyuma, ondoka kwenye hii live ambaye unamtetea huyo. Ondoka hapa, sitaki kukuona. Mpaka kule wakina Dr. Silaa wakina nani walikuwa wanatazama watu wakubwa. Mmetuzalilisha, alafu mtu mnakuja mnaleta upumbavu hapa.
Nimetumiwa message hapa mimi na watu wakubwa kabisa kwamba wanatazama live alafu nyewe mnakuja kutetea upuuzi hapa. Ambaye anamsupport huyo yeye fukuza, sitaki hata kuona, hata akiwa mdogo wangu, hata akiwa babangu, piga nyundo. Sitaki kuona upumbavu hapa. Yeye piga block ambaye anamtetea huyo. Sitaki kuwaona hapa. Muende kwenye live za Nabii Tito. Kwenda kwa Nabii Tito na mke wake kule wamejikirimu wanafundisha uanisi. Sionekane kwenye hii live. Mnazalilisha watu hapo, mtu mpaka anajisikia vibaya na anaona aibu hata kurudi tena kwenye live. Alafu hapo tuwaache wa nini? Yaani akosema ili jambo tumelifua, lakini naona hapo chini kuna baadhi ya watu wanataka ujinga hapa. Hapo nipita muda. Subiri mimi natembea. Mna live zenu, fungueni live zenu aje huko muongee huko, sio hapa. Nakwambia pia hata kama nakujua mimi na kutandika nyundo hapa. Nenda kakae kwenye live ya Nabii Tito huko. Hapa sio kigodoro hapa. Hakuna baikoko hapa. Hapa hakuna baikoko. Antiji tembeza nyundo hata kama unamjua, hata kama tunakutanaga kwenye live sio ya nani huko. Tembeza njugu. Hatutaki upumbavu. Live sasa hizi inasikilizwa na watu wengi duniani hapa. Watu wanasikiliza live karibu watu 6,000 kwa wakati mmoja. Sasa mtu unakuja unalopoka. Yaani kisa cha kuwaonyesha picha tu. Mbona siku zingine wakati nilikuwa mimi ndio mtu wa kwanza niwaambiaje, mimi leo nimemuona fulani kanipigia. Wiki 2 zimepita, si wiki moja huko. Nikamwambia lakini siwezi kuwaonyesha. Leo nimeamua kuweka picha zake tu hapo, tayari ameshaoa na ameoa na kuoa. Ameoa lini? Mbona siku zile ambapo sijaonyesha picha nilikuwa sizisikii hizi ndoa? Ndoa inakuja tu leo mlivyoona picha. Upumbavu sitaki hata kuusikia. Akosema mimi juzi hapa nimwambia kwamba katika live zote za upuuzi kama hizi nyie ongeeni kote, ila sio kwa Sama. Mkienda pale kaeni mtulie muongee, kwa sababu pale kuna watu wengi sana. Ila kwenye live zingine hizi njioni huku mzodoane mgombane, hakuna shida. Hakuna shida, lakini sio live hii hapa. DJ watu wakubwa kule kwenye Clubhouse wamenitumia message hapa. Watu wa serikalini kabisa, kuna watu wanaipenda hii live sasa hivi. Hao watu wa kwenye CCM wengi kabisa wanaipenda hii live, yani wanataka kweli kweli. Kwa hiyo tunapokuja hapa tuje na heshima. Njooni na heshima, mpaka mhusika mkuu mnamdhalilisha. Maana yake nini? Si watu wametumwa tu, ni mfumo huo. Alafu bado lina comment tu hapa eti nitamwambia Abili asiwe anapanda. Pumbavu shenzi type. Nenda kwa Nabii Tito kule ukajikirimu uolewe mke wa pili. Si anajifunika nani ushungi mke wa Nabii Tito. Nenda kwa Nabii Tito kule. Nabii Tito mbona yupo amsemi mnampenda, mnakuja kuleta ujinga hapa. Nenda kwa Nabii Tito. Kaongeze mke wa pili Nabii Tito pale, mke wake amejipodoa na yeye nenda kavae pale nani ushungi. Shenzi kabisa. Mimi sinaga rafiki wa kudumu mimi. Sina rafiki wa kudumu hata kama umenizoea. Tunakujua ndio muda mrefu, lakini unaleta upumbavu hapa. Hatutaki kukuona. Shenzi kabisa, shenzi type. Kama wewe umeachwa na mume wako ndio mnakuja kuparamia tu watu wengine. Ujui kama unaharibu ndoa ya mtu hivyo. Hapo linakuja lijinga tu eti mimi ni mpenzi wangu wa muache kwa kumuona leo tu. Sinaenda kajiuze huko. Upumbavu kabisa. Nabii Tito yuko pale na kusubiri. Kajipodoe uende kwa Nabii Tito. Nenda asubuhi. Kwanza andika tu Nabii Tito mchungaji, utaipata live yake. Mnamuogopa. Kwanza akosema ukweli mchungu ni kwamba leo Habili hayupo kwenye mudi kwa sababu ya upuuzi. Huo ndio ukweli kabisa. Mimi mwenyewe sikanipigia simu hapa, si wakati mimi nimekata simu naongea hapa ni ujinga. Acha na Abili. Kuna mpaka message watu wamekasirika kwa kitendo cha kufanywa vile. Wengine kabisa. Alafu mtu mwingine anaandika kumtetea Instagram. Kaka Sama Instagram Nurvazi alikuwa na watu karibia 1600 wanasikiliza. Huko kwenye huko Clubhouse wanasikiliza. Sisi hapa tunasikiliza. Hizi live jamani sio za mapenzi. Tumeanza haya mambo muda mrefu tokea mwezi wa ngapi. Hatulali usiku na mchana tunapambana na hiki kitu. Iweje uje ulete mambo yako kwenye live jamani. Section comment chini hapa. Wote Utakiwa baada ya kuona tu zile dalili. Wanamzungumzia udada. Okay, hiyo limeisha hilo. Nani Jay najua na kuaminia. Piga nyundo hata unayemjua Jay. Hata ukikutana na mdogo wako tembeza nyundo. Hapa chini akosema hapa chini watu wanasema Sinsisti anamtetea. Sinsisti huyu mtu usimtetee. Huyu mtu karibu usimtetee.
Kama sisi tunamtetea hata kukupandisha sikupandishi. Mimi nina misimamo ya hatari kweli. Kama unapanda kumtetea huyo bora cancel hiyo request yako. Cancel hiyo request yako. Tuko kwenye mikakati mizuri kabisa. Tumesha paralyze baadhi ya vitu. Tulilete lidem la nini? Shenzi hilo lidem. Pumbavu kabisa hilo lidem. Nilishenzi. Niende kwenye live ya uanisi. Kuna live ya uanisi kule nikajiunge kwa Nabii Tito. Linaleta upumbavu gani hapa? Hebu panda mzee wa Nyundo. Panda mzee wa Nyundo. Umezibiti huko. Piga njugu. Natembeza njugu sana wale usio na hofu. Tembeza. Uko salama. Sasa piga njugu kabisa huko. Hata ukimwona mtu unamjua. Tandika malaya yote. Futa kabisa kwenye hii live yetu. Safisha malaya yote. Na wewe nilio kuona umeandika kwamba sijui niachieni abili wangu. Piga Nyundo. Taka upumbavu hapo. Kama mnataka mbwana si yupo Nabii Tito, kwa nini mnamuogopa? Tena anajipodoa. Nendeni. Nabii Tito yupo pale, anasubiri mke wa pili. Mnang'ang'ania tu. Nendeni kwa Nabii Tito kule. Amolapa yule pale kila siku yuko peke yake. Wengine muende hata kwa Wasira. Kwani Wasira sina anatafuta mbona Kapuya alioa akiwa mzee. Nendeni hata kwa Wasira. Wende kwenye live ya Amolapa. Amolapa yuko na live. Nenda hata kwa Amolapa yuko live saizi. Kwani mnapenda vizuri tu. Nendeni kwa Amolapa. Wasira huyu hapo, nendeni wengine mkajipendekeze kwa Wasira na mapesa. Nenda kwa Wasira ukazae na wewe sokwe. Kwani nendeni kwa Wasira. Mnang'ang'ania nenda kwa Wasira. Wasira si huyu hapo. Mnachagua tu. Mbona Kapuya alioa katoto kadogo? Kimbieni hata kwa Wasira pale. Wasira yupo pale, yule makamu yupo Wasira pale, anasubiri madem au wanaiba matrilioni. Nenda kwa Wasira. Wasira mnamuogopea nini? Mmekaa kuchagua vya wengine tu wakati Wasira yupo, Nabii Tito yupo, Amolapa yupo. Kaa kimya huko, tembeza njugu je wanaoleta upumbavu. Nenda kwa Wasira. Nenda mkaolewe na Wasira, mzae na nyie nyara za serikali. Naogopa nini? Nenda na nyie mkazae nyara za serikali kule. Mnaogopa nyara za serikali, mnatafuta wazuri. Msije hapa kwenye hii live. Mkitaka nendeni kwa Nabii Tito au Amolapa, wapo. Mnaanza kutetea, mmetuzalilisha leo. Mmezalilisha live, mmeharibu live. Club House kule kuna viongozi wengi wakubwa. Wengi wamenitumia message. Wamenitumia message. Wakina Dr. Slaa yule aliyogombeaga urais na nani na Kikwete yupo kule. Wengi. Yaani kaharibu kabisa mpumbavu yule dada. Na hata siku zile lilikuja na upuzi mwingine eti Putin atatupuliza dawa tudondoke siku ya maandamano. Si ndio hilo lilikuja na ujinga huo? Putin atoke kule aje wa spray nyie na shida gani? Kuja na ujinga wa kijinga. Hata siku zile sija anatumwa yule. Yule anatumwa yule mimi nawaambia yule anatumwa. Mkataeni yule. Nyewe kina C6 piga Nyundo yule. Mtetee sasa yule, mnataka kuharibu kabisa kila kitu. Alikuja na upuuzi hapa eti kwamba maandamano mtapulizwa. Akosama yule hayupo Tanzania. Mimi namfahamu vizuri tangia mwanzo wa live kwa Boke mpaka leo hii kabadili majina ya karibia 4. Huyo namfahamu sana tu dada wewe. Okay, tuachane naye. Tuendelee na mambo yetu, tumalizie, tufunge. Leo katuharibia. Afadhali tumeshamjua ni kirusi kwenda na maji. Na wengine mademdemu hapa mkija mje na mambo ya kukomboa nchi. Mkija na mambo ya mapenzi. Na hapa hatutafuti virusi, tunatafuta hata na bakteria. Yaani bakteria zote tunasafisha. Tuna clean up. Safisha kabisa saizi safisha. Na mimi wakija kule mbona brother Sama umeniblock na kuongeza tena Nyundo nyingine kwenye hiyo line uliokuja nayo. Hatutaki ujinga. Yaani ni ujinga kabisa, mmetuzalilisha kweli. Mpaka mwenyewe kanipigia simu anaona aibu. Anasema huyo vipi mimi simjui. Namna gani? Mimi nimesoma comment. Unaandika tu focus na kulima Nyundo. Tu focus. Hapa kwa focus hapo unaleta ujinga. Nyundo Habil na kuamua kuitumia fursa ile yule dada ni kwa sababu kaombewa na Habil kupanda pale juu.
Sasa alivyoombewa vile akaona tayari kaolewa. Mashenzi lijinga kabisa. Akaona atumie fursa aonekane kwamba anamjua sana Habil. Na hicho ndio kilichomponza sana Habil. Ndio, na ndio kimemponza. Na mimi pale nimemwambia. Hao wanaokuja na eti na taarifa saa hizi tukiona neno taarifa kwenye hii live umekula nyundo. Kaa kwenye foleni, watu wako kwenye foleni, mbona wengine si kaa tu kwenye foleni, ukifikia zamu yako utaongea. Cha kufanya cha msingi hamna sasa hivi kumuombea mtu kupanda hapo juu. Ile ya taarifa ile. Waongo. Watu wengi sana ambao wanaomba na wote wana kipaumbele sawa, hakuna ambaye ana kipaumbele kikubwa zaidi. Sisi tuko kwenye ile bunge lile la vilaza vya CCM vile. Wanakuja na kuongea taarifa. Nimeomba kupanda hapa juu toka live inaanza. Eti kaka Sama na taarifa ya muhimu. Basi unapandishwa kumbe unakuja kuomba mpenzi. Mbavu kabisa. Upandishe mwenyewe kaka Sama kuliko kuombewa. Mtu anatumia advantage kumchafua mtu hivi yani. Kisha mchafua anatuletea ujinga kabisa. Yani kachafua kwa sababu watu ni wengi sana ambao wanaifuatilia hii live muda huu. Wamenitumia kabisa watu wa muhimu wengine wamekataa nistaje majina yao. Ni ujinga. Sema ndio tumejifunza. Sasa hizi tumeshajua. Sasa hizi hatuwapi muda. Sasa hizi Jono nilikuwepo dadangu. Nilikuwepo hapa kwenye comment section, nilikuwa tembeza njugu. Sema siku nyingi sijapanda hapo. Basi jamani, nadhani hiyo tuiache, mada imeshaisha hiyo. Tumalizie maswali hapa, ikifika saa 6 kamili hapa mimi nafunga. Tumebakiza kama dakika 30. Labda ambao mlikuwa bado amja nini, tutajaribu hata watu 7-8 hivi. Alafu baadaye ikibaki dakika kama 6 tutamwachia DJD anatufungia kipindi. Tutaweka na maombi. Kibaki kama dakika 10 hivi tutasali. Tutapandisha shehe mmoja na nini maombi na nini. Kama kawaida yetu. Twende kwa utaratibu. Mungu atakuja kutusaidia. Mimi nawaambieni. Yaani hivi jamaa anavyoiparalyze. Mmemsikia Bili amesema kwamba kuna watu wa serikalini wanampigia simu na kumpongeza. Wengine wanamboost na kuna ugomvi mle anasema. Upo. Nye mmeona tunapiga nondo BOT wanatujibu TikTok huku kwa kina Rumaisa na Kibomba tunasaminika saizi huku. Yaani tumekuja kuiheshimisha TikTok sisi. TikTok inajibishana na BOT. Hebu fikirieni kwanza tujipigie makofi kabisa. TikTok inajibishana na BOT, sio mchezo. Yaani Abida anapiga nondo, BOT wanajibu kule. Mwenyewe mnadhani kitu cha polepole hicho. Alafu mtu mnakuja hapa mnaleta mapenzi. Wakati mtu anataka kukomboa nchi ndio tunakwenda hivyo. Mdogo tumtaona kama mdogo tu. Lakini leo kijana katoka UK pale kwenye nani ndo bado alikuwa anataka kutueleza